Kama nilivyosema, Diamond ni mshikaji wangu, namfahamu muda mrefu, na kama ulivyodokeza tumefanya naye interviews nyingi sana. Alikuwa anakuja Uingereza, anakuja BBC pale, unajua, na hata hapa Tanzania ameshanialika kwenye party zake, so ni mtu wa karibu. Na Ali vile vile tunafanya naye kazi, lakini mambo ambayo ya nje ya kazi pia, katika mijumuiko tunakutana. Kwa hiyo ushikaji unakaa mbali na kazi, na nadhani hilo ni moja ya mambo ambayo watu wengi tunakuwa wagumu kuweza kuligrasp, kwa sababu mtu anaona Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV 96 link. Mimi naitwa Victor Madaha, biasa kamera yuko Rizky. Bwana, bahati nzuri sana leo nimempata tena King Keke. Hii itakuwa ni interview yangu ya 3 kufanya naye, na interview ambazo zimepita, kusema kweli mapokezi ni makubwa sana. King, kwema? Lakini kwema kabisa. Mambo yanaendaje? Sasa mambo anasemaje? Bwana, nashukuru Mungu. Mwaka 2026 huu. Bwana, umeanza kwa kasi kweli. Tunashukuru Mungu. Tumemaliza 2025 salama. Ingawa tunajua kuna mambo yalitokea mwaka uliopita, lakini tunafungua ukurasa mpya, na matumaini yangu ni kwamba tutaweza kuwa pamoja na tuweza kusonga mbele na mataifa. Kabla tujagusia mwaka jana, tuanze kwanza na hili ambalo ni hot. Juzi niliona Crown unafukuzwa pale kwenye kipindi, nikasema hii ndo maana gani, lakini good news ni kwamba unaendelea. Ilikuwa ni plani ya namna gani hasa? Maana watu walishtuka mtandaoni. Kweli, lugha sasa wanasema tulizua taharuki, lakini ni marketing strategy. Soko linabadilika haraka sana, walaji wanabadilika haraka sana, na tukajadili sana kwamba hiki kitu tukifanya tusikifanye, kina hatari, hakina hatari. Nimepokea simu nyingi sana kutoka ndani ya nchi, kutoka nje ya nchi, lakini ukitizama hatimaye ujumbe ambao tulikuwa tunajaribu kufikisha, tumefikia watu wengi sana. Kwa hiyo ina maana kwamba ukiwa na mkakati mzuri wa kibiashara, fursa ya kuweza kufikia watu wengi bado ni kubwa. Kwa hiyo tulikaa na timu ya sasa, na unajua sasa hivi tuna deal na Gen Z. Unajua wao wanafikiria tofauti kabisa na sisi wazee. Kwa hiyo mnapokaa wanakuja na mawazo kama hayo, mawazo mengine kwa Kiingereza wanaita wild kabisa. Unamwambia una uhakika tunaweza kufanya, wanasema boss, hivi tunaweza tukavifanya, na lengo letu ni hili. Hatuna nia mbaya, hatuna lengo lolote baya. Ni kituo cha radio, na vituo vingi vya radio sio Tanzania peke yake, hata nje ya Tanzania huwa wanafanya marketing ploys kama hizi kwa ajili ya kuvutia watu. Kwa hiyo kila mtu anataka kujua kitu gani kinatokea, na sisi tunatangaza kwamba tunaanzisha kipindi chetu cha asubuhi ambacho kinaanza tarehe 19 mwezi huu. Kitakuwa cha kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 3 asubuhi kila siku, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Nini ambacho umejifunza baada ya tangazo kutoka kwamba Crown Kikeke ametolewa kwenye kipindi chake pale Crown? Ile reaction mtandaoni, maneno yalivyokuwa ni mengi sana. Kwa wewe hasa amekupa nini, picha gani hasa kwa Tanzania? Kuna vitu vingi sana hapa vya kutizama. Kitu cha kwanza, tafsiri ilivyochukuliwa, utaona kabisa kwamba watu wengi walisema Kikeke amefukuzwa Crown, lakini ukiangalia ile PDF tutaita, ilikuwa imesema kwamba ameondolewa majukumu kwenye kasri na atapangiwa majukumu mengine, lakini kila mtu mara moja tu akasema Alikiba amemfukuza kazi Kikeke, unaona. Kwa hiyo kuna hilo ndo kama kwenye jicho la uandishi wa habari, ni kwamba jinsi tunavyoandika habari zetu watu wanazipokea vipi. Kwa hiyo mtu atatizama na kutoa tafsiri yake haraka sana. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama waandishi tunapotoa taarifa tuwe makini sana tunachokiandika, ili kisipokelewe vingine. Kitu namba 2, nimepewa pole nyingi sana, nikashukuru, nikajua kuna watu wengi bado kuna watu wengi wananijali. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kukiona katika akili yetu sisi kama wanadamu, kwa sababu taarifa zangu za utenguzi zimetembea zaidi kuliko za uteuzi, kwa sababu tulikuja baadaye nikateuliwa kuja kufanya kipindi hiki cha asubuhi. Utaona uteuzi hazijaenda sana kama utenguzi, na hiyo inakuonyesha kabisa kwamba tuwe makini, kwamba wakati mwingine sisi kama waandishi wa habari obviously tunasema kwamba bad news is good news. Unajua habari mbaya ni habari nzuri kwetu, lakini unaona habari hizo ambazo unaweza kuzita mbaya zinavyosambaa
kwa haraka. Kwa hiyo mapokeo yamekuwa tofauti, lakini tunashukuru kwamba ujumbe wetu umeweza kwenda, na nimesema tena kwamba kwa wale ambao walihisi kama tumewakwaza, tunaomba radhi, lakini hii ni sehemu ya showbiz. Kuna vituo vingine vitakuja na kitu kingine cha kushangaza zaidi, cha kushtusha zaidi, lakini ndio tuko katika biashara hiyo, katika kiwanda hicho wanasema kwa lugha ya sasa. Nikupongeza kwa sababu umekuwa idea ambazo umekuwa ukija nazo, kusema kweli zimekuwa zikifanikiwa sana. Nakumbuka mimi nilikuwa nafuatia sana namna ambavyo litambulishwa hapa, zile ambavyo zilikuwa zinakuja, si Kisingeli Media, wachafu si na nini, of course nenyewe pia ilizungumzwa sana, pengine hasa kufanya kazi na Alikiba. Sasa hivi umefanya Radio Tanzania, sasa hivi ni mwaka wa pili unaelekea sasa. Nini ambacho umekiona? Alikiba yeye ni president wa taasisi yetu, na yeye ni taasisi inayojitegemea, lakini katika kiwango cha kufanya kazi ni mtu ambaye anatoa ushirikiano mkubwa sana, ni mtu ambaye anasikiliza, ni mtu ambaye kukiwa na tatizo mnakaa chini mnasikilizana na mnaweza kutatua. Kwa hiyo kwangu mimi nafurahi kufanya kazi na mtu kama huyo, kwa sababu wakati mwingine unaweza kwenda kufanya kazi na mtu ambaye unajua ugomvi hataki kusikiliza, au maamuzi yake ndio sahihi kuliko ya mtu mwingine yoyote, lakini ukipata mtu ambaye unaweza kukaa chini na kujadiliana na kusema kwamba jambo hili tulitatue vipi kama team, Alikiba top notch kabisa. Sure. Na hili pengine kuna watu wengine wanakuwa na hisi labda inawezekana King Keke akiwepo pale kwa Alikiba, pengine kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo unafahamu ushikaji wako na Diamond ulivyotokea before huko, umemoji sana BBC na nini, na hata hapa katikati kuna baadhi ya matukio ambayo kitokea kwa hiyo unampost na msupport, pengine hile huwa ilete labda sitomfahamu ofisini hapa. Usintofahamu itoke wapi? Hapana kabisa. Kama nilivyosema, Diamond ni mshikaji wangu, namfahamu muda mrefu, na kama ulivyodokeza tumefanya naye interviews nyingi sana. Alikuwa anakuja Uingereza, anakuja BBC pale, unajua, na hata hapa Tanzania ameshanialika kwenye party zake, so ni mtu wa karibu. Na Ali vile tunafanya naye kazi, lakini mambo ambayo ya nje ya kazi pia, katika mijumuiko tunakutana. Kwa hiyo ushikaji unakaa mbali na kazi, na nadhani hilo ni moja ya mambo ambayo watu wengi tunakuwa wagumu kuweza kuligrasp, kwa sababu mtu anaona kwamba unawezaje kuchora ule mstari kwamba hapa sisi ni washikaji na hapa ni kazi, professional. Lakini ukiwa umekuzwa katika njia zinazoeleweka ni kitu rahisi sana. Sasa hivi nimekuwa nikipata sana swali la wanachama wangu wa Chama cha Mapinduzi na waandishi wangu wa habari, unajua. Lakini mimi ninachosema ni kwamba ninapoingia, unaponikuta studio, mimi nakuwa ni mwandishi wa habari, na nikiwa kwenye chama nakuwa mtu wa chama. Kwa hiyo sasa hivi hata tunapozungumza, akaja mtu kutoka Chama cha Mapinduzi, nikakaa naye chini nikamuuliza, mimi nitakuwa mwandishi wa habari, na sio kama nitaanza kusimama tena upande wake, kwa sababu najua zile demarcations zangu, najua hapa nafanya kazi za uandishi na hapa siko kwenye uandishi. Kwa hiyo na ushikaji wangu wa Diamond na Ali na kazi ni sawa kabisa, kwa sababu kama Diamond atataka mimi nifanye naye kazi yoyote ile, nitafanya naye kazi professionally, lakini tukienda kufanya mambo ya ushikaji inakuwa ni ushikaji. So far unaona media wanazitendea haki kama wasanii, kwa sababu watu mwanzo walikuwa wanasema wasanii kuendesha media bana sometimes ni kitu kigumu, japokuwa nyinyi kwa nyuma, nyinyi pembeni mnakupa mnashika mkono, pengine wanazitendea haki. Wanazitendea haki na nafikiri wana inspire watu wengi sana, kwa sababu dhana ya zamani ilikuwa vyombo vya habari lazima viwe, tunakumbuka mapinduzi ya vyombo vya habari au mabadiliko, uhuru wa vyombo vya habari ulivyoingia Tanzania katika miaka ya 90. Mmoja wa watu ambaye alifungua kituo binafsi kikubwa alikuwa ni marehemu Mengi, Reginald Mengi, unaona. Sasa ile picha ya kusema lazima awe mtu wa makamo, awe na mabilioni ndio aweze kufanya kazi ya vyombo vya habari
hiyo imekwisha kabisa. Tunaishi katika zama tofauti na sasa hivi kutokana na teknolojia, wewe mwenyewe unaweza kufungua kituo chako cha habari na ukawa mkurugenzi na mambo yakaenda vizuri. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba ile misingi ya uandishi wa habari na ya vyombo vya habari inafuatwa na leseni zinakatwa na kodi tunalipa. King, tugeukie sasa ya mwaka jana. Mwaka jana kusema kweli uliwashtua sana Watanzania, ukiacha kwamba yale ambayo yametokea, pia watu kuona unaingia katika ulingo wa kisiasa na kwenda kugombea ubunge. Yalikuwa ni maamuzi ya namna gani hasa? Hapana,